Yule mwanamke aliyekuwa na shida ya kumwaga damu alikuwa na imani kubwa kuliko imani ya Yairo, ambaye Yairo alikuwa ni mkuu wa sinagogi. Yairo anataka Yesu aende nyumbani mwake ili amuombee yule mtoto apone. Lakini huyu mwanamke anasema kwamba mimi siku ile nitamuona, tutamalizania pale ambapo nitampata Yesu. Nitanguza vazi lake na ni bila shaka nitapata uponyaji. Hawa ni watu wawili ambao wako na imani ziko tofauti. Kama Yairo angekuwa kwenye level ya imani kama huyu mwanamke, angemleta binti yake anguze tu pindo la Yesu na yule binti yake apone, maana wote walikuwa ni wanawake. Lakini huyu mwanamke ametumia imani ambayo iko kwenye level nyingine tofauti. Maandiko yanasema kwamba Yesu alipojua kwamba nguvu zimemtoka, akauliza ni nani ambaye amenigusa, kwa maana nguvu zangu zimeniishia. Akina Petro na mitume wale wengine wanamwambia Yesu, unatuuliza hii swali, auoni watu wengi tu wanakusongazonga, watu wengi wamekusunguka? Yesu akawaambia hapana. Yesu anasema ya kwamba ndio watu wengi wananisongasonga, watu wengi wananinguzanguza, lakini kuna mguzo ambao nimenguzwa ambao sio wa kawaida. Kwenye lile kongamano kuna watu walikuwa wagonjwa, kuna watu ambao walikuwa na kazi, kuna watu ambao ndoa zao zilikuwa na shida na walifanikiwa kumguza Yesu, lakini shida zao hazikuisha kwa sababu walikuwa wanamguza Yesu kikawaida. Kama kuna jambo mbaya kwenye maisha yako ambao unaweza ukafanya ni kuzoea nguvu za Mungu ama kumzoea Mungu. Yule mwanamke alikuwa hajamzoea Yesu, alikuwa anajua kwamba mimi sihitaji hata Yesu aniongeleshe, hata mwili wake sihitaji aniwekelee mkono, hapana. Lakini ninachokihitaji ni kwamba Yesu ninguze tu pindo lake, nina imani ya kwamba nitapona. Unadhani hii imani ilikuwa ya aina gani? Yesu akasema kwa sababu nguvu zangu zimenitoka. Yule mwanamke alikuwa katika ile kongamano ametulia tu, lakini maandiko yanasema kwamba Yesu alipoongea akasisitiza, akasema kwamba nguvu zangu zimenitoka. Yule mwanamke akaingiwa na woga, akajitokeza, akaja mbele ya Yesu, akamwambia Yesu, mimi ndio nimekunguza, nilikuwa na hii shida. Yesu akamwambia kuanzia leo hii umepona. Kama yule mwanamke angejificha, ina maana kwamba ile shida kuna uwezekano ingemrudia tena. Lakini alipoenda kwa Yesu mara ya pili, Yesu akamwambia enenda zako, umepona kabisa. Wakati ule Yesu anapomunguza maisha yako, usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Wakati ule ambapo napofundisha hili neno, ukasikia kwamba Yesu amenguza moyo wako, imani imeingia ndani yako, maana imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kwenye kile kitabu cha Warumi mlango wa kitabu cha Warumi mlango wa 17, ukasikia kwamba kuna mguzo ambao umenguzwa ambao sio wa kawaida. Ukasikia kwamba kuna watumishi wengine wanafundisha, lakini huyu ameniguza kwa namna ambayo sio ya kawaida. Usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Na hapa ndio nasema, kama kuna mtu ambaye hajaokoka, kama kuna mtu ambaye bado Yesu hajabadilisha maisha yako, lakini unasikia kwamba kuna mguzo ndani yako, hii message ambayo ninafundisha unasikia kwamba inanguza moyo wako, ujue kwamba wewe ndiye Mungu alikuwa anakusudia, sio mwingine, sio rafiki yako. Pamoja na kuwa utashare hii message kwa marafiki zako, pamoja na kuwa kuna watu wengi watasikia hii message, lakini kuna mtu ambaye Mungu amekusudia. Kuna mtu ambaye atanguzwa kwa mguzo ambao sio wa kawaida. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Yule mwanamke aliponguzwa na Yesu, alijaribu kujifanya wakati ule Yesu alikuwa anaitana, lakini baadaye akaamua acha niende tu. Akaenda. Maandiko yasema ya kwamba akamwambia Yesu, mimi ndio nimekunguza, nilikuwa na hii shida. Yesu akamwambia enenda zako, umepona bila shaka. Baba Mungu, msaidie mtu huyu ambaye amesikia ujumbe, ukamguza kwa mguzo ambao sio wa kawaida. Nina imani ya kwamba amehubiriwa na watu wengi, lakini siku ya leo amenguzwa kwa mguzo ambao sio wa kawaida. Roho Mtakatifu wa Bwana ukapate kumhudumia mtu huyu katika jina la Yesu Kristo.
ukahudumie ndoa yake, biashara yake, masomo yake. Hiyo shida ya utasa ako nayo ikafike mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Naing'oa kwenye mwili wake katika jina la Yesu, akapate amani kwenye maisha yake. Huyu mtu ambaye amekosa amani, huyu mtu ambaye ana upendo kwenye ndoa yake, huyu mtu ambaye ana furaha, ukapate furaha kwenye maisha yako. Huyu mtu ambaye amefungwa na nguvu za giza, huyu mtu ambaye ako na shida kwenye ndoa yake, kama huyu mwanamke, nina imani ya kwamba kama alikuwa kwenye ndoa alikuwa na changamoto, kwa sababu alikuwa na mwaga damu, lakini alipomguza Yesu, alipomguza pindo la Yesu, shida yake ikafika mwisho. Yesu kamsaidie mtu huyu. Roho Mtakatifu wa Bwana, ingilia katikati katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba yule mwanamke hakuufanya moyo wake kuwa mgumu baada ya kuwa Yesu ameitana. Usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Bwana Yesu, kama kuna mtu ambaye ako mahali pale, ambaye anasikia amenguzwa kwa namna ambayo sio ya kawaida, unataka umpeane maisha yako kwa Yesu, rudia maneno yao nyuma yangu, na imani ya kwamba utakuwa unampokea Yesu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, nisemee dhambi zangu, ukanitakase. Ile damu yako Yesu Kristo ilimwagika msalabani, ikapate kuniosha, ikanikomboe, ikaninunue upya kutoka kwa falme za giza. Kuanzia siku ya leo nimemkataa shetani na kazi zake, na kukumbali ewe Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Mimi ni mwana katika ufalme wako. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Kama umeomba ombi hili na imani ya kwamba Yesu ameingia ndani yako, Roho Mtakatifu yuko ndani yako, anafanya kazi ndani yako, nitumie message hapo, niambie, mtumishi wa Mungu, hii neno imeniguza kwa mguzo ambao sio wa kawaida. Niambie, mtumishi wa Mungu, pamoja na kuwa wengine labda wamenguzwa kwa mguzo wa kwao, lakini hii ujumbe umeniguza kwa namna ambayo sio ya kawaida. Yesu alikuwa amezungukwa na watu wengi, lakini yule mwanamke alipomguza Yesu akamguza kwa imani. Ujumbe najua umekunguza kwa namna ambao si ya kawaida, pamoja na kuwa wengine wamesikiliza wakapita, wakaperuzi wakipita, lakini wewe umenguzwa kwa mguzo ambao sio wa kawaida. Bwana akakuwezesha, akakusaidia mahali ulipo, neema yake ikapate kuwa juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. Neema ya Bwana kwenye maisha yako, nguvu za Bwana zikapate kuonekana katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Nataka nipige hatua kidogo, tusome maandiko katika kile kitabu cha Mathayo mlango wa 8 kuanzia mstari wa 5 mpaka mstari wa 13, na hapo ndio nitaelezea pia imani katika viwango zingine za level ya juu, vile ambavyo unaweza ukamwamini Mungu kupitia kwa neno ambalo mtumishi wa Mungu analituma, ukiwa uko mbali au uko karibu na mtumishi wa Mungu, lakini ukiamini unapata kwamba kile ambacho unakiamini kinatokea. Maandiko yanamwelezea kuhusiana na askari mmoja anaitwa Akida kwenye Biblia. Ina maana kwamba alikuwa ni mkuu wa askari. Akida mmoja ambaye alikuwa na askari wako chini yake. Akamwendea Yesu, Yesu alipokuwa Kapernaum. Akamwambia, mtumishi wangu, yule soja ambaye nimemwajiri yako chini yangu. Akamwambia Yesu, huyo Akida, huyo askari wangu, huyo mtumishi wangu ako na shida ya kupooza. Yesu akamwambia, nitakuja kwako ili nimuombee huyu askari wako apone. Lakini yule Akida akamwambia Yesu, hauhitaji kuja kwangu, lakini nena neno moja tu, tamka neno moja tu na mtumishi wangu atapona. Hauhitaji kuja kwangu. Hii ni level ya imani ambayo iko juu sana. Watu wengi wanataka kuwekewa mikono ili waamini kwamba wamepona. Watu wengi wanahitaji wapewe kitambaa, wapewe mafuta, lakini huyu mtumishi, huyu Akida anamwambia Yesu, si hauhitaji kuja kwangu, lakini ukitamka neno moja tu, na imani ya kwamba mtumishi wangu atapona akiwa mahali yupo. Nena neno moja tu, imani katika maneno